Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, waziri wetu wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayesimamia mambo ya sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Mheshimiwa Daktari Bashiru Ali Kakurwa, waziri wetu wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Daktari Limo Nyansao, waziri wetu wa ulinzi, Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar, waziri wetu wa fedha, ndugu yetu Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, ndugu yetu Mheshimiwa Edward Mpogoro kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Nitambue pia uwepo wa waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao wamejumuika nasi leo. Nitambue uwepo wa waheshimiwa naibu mawaziri ambao wamejumuika nasi leo. Nitambue uwepo wa mwenyekiti wa kamati kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ndugu yangu Edwin Sware, na kwa niaba ya waheshimiwa wabunge wote ambao wamejumuika nasi leo, ndugu yetu Daktari Jimmy Yonazi, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu anayesimamia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, mwakilishi wa UNDP ndugu yetu babu yetu Anyanya, Mheshimiwa balozi wa Japan hapa nchini Tanzania, nitambue uwepo wa naibu mawaziri kama nilivyokwisha kuwatambua, mhandisi Geoffrey Kasekenya, Mheshimiwa Ayub Mohamed, naibu waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa James Ole Milia, naibu waziri wa mambo ya nje. Nitambue uwepo wa Kanali Donald Msengi, mkuu wa mkoa wa Mtwara. Nitambue uwepo wa naibu makatibu wakuu ndugu yetu wakiongozwa na ndugu yetu Daktari James Kilabuko. Nitambue uwepo wa viongozi wetu wa dini ambao wamejumuika nasi leo na wametuongoza katika dua. Nitambue uwepo wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Nitambue uwepo wa viongozi wengine wote wa serikalini wakiongozwa na katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam na viongozi wengine wote wakuu wa taasisi wakiwemo mamlaka ya bandari pamoja na taasisi zingine mbalimbali, kazi na utu. Ndugu viongozi, nianze na mimi kuungana na wasemaji waliotangulia kusema kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha leo kusanyika hapa kwa tukio hili muhimu katika masuala ya usalama wa nchi yetu, lakini pia na ukanda huu wa Afrika Mashariki na SADC, sababu Tanzania ina mwambao ambao usalama wake unawanufaisha pia nchi majirani. Lakini ni tukio muhimu pia kiuchumi, kwa sababu katika dunia ya leo moja ya eneo ambalo ni focus kubwa ya masuala ya kiuchumi ni masuala ya uchumi wa blue, mazao yatokanayo na uchumi wa blue. Lakini la pili, nitoe pongezi kwa viongozi wote na watendaji ofisi ya waziri mkuu pamoja na wengine wote ambao mmejumuika pamoja katika kuratibu na kuandaa shughuli hii
ya leo. Hongereni sana. Niwapongeze pia wadau wote wakiwemo wanufaika wa moja kwa moja na wasimamizi, waratibu wa zoezi la upatikanaji wa boti hizi, pamoja na wote ambao kama nilivyosema manufaa ya boti hizi ni mtambuka. Leo tunakamilisha hii ratiba, lakini natambua jambo hili lilishakamilika na hatua zote za kwenda kwenye utumiaji wa boti hizi zilishakamilika. Kwa hiyo ni furaha kubwa kwetu kama nchi kwa kufanikiwa kuwa na boti za aina hii. Na Mheshimiwa Waziri, mimi nakumbuka kilio hiki cha uhitaji wa boti za aina hii tangu enzi zile, kwa sababu nakumbuka wakati nikiwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, moja ya kilio kikubwa upande wa wenzetu wa uvuvi ilikuwa ni boti hizi za doria. Lakini pia katika kipindi niko waziri wa mambo ya ndani, nakumbuka pia uhitaji huo mkubwa ambao ulijitokeza. Kwa hiyo kuziona boti hizi leo ni furaha kubwa, lakini pia ninaweza pia kushuhudia kwamba ni vyombo ambavyo tulikuwa tunavihitaji sana kama nchi na kama taasisi husika. Lakini tukio hili leo pia tuko na waheshimiwa mawaziri wengi. Kule kwetu Sukumani na kanda ya kati kule kuna wanyama fulani ambao huwa hawaonekani, akionekana wengine wanapeleka unga, wengine wanapeleka maziwa, eti ili maziwa yaongezeke, ili unga uongezeke. Leo tuko na waziri wa fedha. Mimi nadhani atusalimie. Mheshimiwa Waziri, karibu utusalimie. Tangu toke kwenye budget hatuja kusikia. Na wenye kuleta unga walete, wenye kuleta maziwa walete. Mheshimiwa Waziri Mkuu, viongozi wote mlioko hapa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Na najua umenipa nafasi hii kwa sababu mimi mwenyewe nilisema ni mvuvi. Na leo tunazindua boti za ulinzi wa doria katika bahari yetu ya Hindi. Na kwa hivyo kwa sisi wavuvi ni tukio moja muhimu sana. Kumekuwa na uharamia katika ukanda wote wa Afrika Mashariki ukiendelea, sio tu kwenye upande wa uvuvi, lakini uharamia na ujahili mwingine ambao umekuwa ukiendelea. Kwa hiyo uimarishaji huu wa doria katika ukanda wetu wa bahari ni jambo muhimu, na kwa spidi ambayo tumeisikia, ameeleza uzuri Mheshimiwa waziri wako, ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa Kabudi, kwamba inaweza ikakimbia ikaenda Zanzibar na kurudi ikaenda tena, wakati boti za wenzetu za abiria hazijafika. Hatuna wasiwasi, watu wote wa ukanda wa bahari, wavuvi wenzetu wote watakuwa sasa wamepata ulinzi wa kutosha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Asante sana, asante sana. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Fedha. Kwenye masuala ya doria na ulinzi na usalama, tuna wanufaika wawili, wenzetu wa mambo ya ndani ya nchi, lakini pia na wenzetu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa niaba ya wenzetu wa vyombo, basi tumkaribishe Waziri wa Ulinzi, tupate salamu fupi. Karibu Mheshimiwa Waziri. Daktari Raymond Nyansao. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nakushukuru kwa kunipa nafasi hii, lakini kipekee nitumie nafasi hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nakushukuru kwa kunipa nafasi hii, lakini kipekee nitumie nafasi hii kuwashukuru ndugu zetu wa ubalozi wa Japan, lakini pia kupitia UNDP na wenzetu wa chuo cha mipango. Kwanza, hii inaashiria kwamba wao wanakuwa sehemu ya mchango katika ulinzi wetu wa taifa, hasa kupitia Navy.
Kwa hiyo cha kupongeza zaidi ni kwamba kama washirika wema, sisi kama serikali, kama Wizara ya Ulinzi, tunawashukuru. Hii itatuimarisha zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalinda taifa letu kwa kutumia mifumo ya kisasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kuwashukuru, na kwa niaba ya wenzetu wa vyombo pia tunakushukuru wewe binafsi kwa kutupa nafasi ya kusema hili. Asanteni sana Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Waziri wetu wa Ulinzi. Sasa kwa niaba ya wavuvi wote akiwepo na Waziri wa Fedha, tunamkaribisha Waziri wa Mifugo na Uvuvi ili aweze kutoa salamu na shukurani na pongezi kwa niaba ya wavuvi wote. Karibu Mheshimiwa Daktari Bashiru Ali Kakurwa. Dr. Samia oye! Kazi na utu. Tunasonga mbele. Kazi na tabasamu la utu. Tunasonga mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo wewe ni mara ya pili unashiriki katika tukio la kufurahisha wavuvi. Mara ya kwanza ulizindua kituo cha uokozi kwenye Ziwa Victoria kule Mwanza, na mimi nilipata bahati kuwa kwenye shughuli ile, na kituo kile kinarahisisha mawasiliano iwapo kutatokea dharura katika shughuli za Ziwa Victoria. Lakini pia kuna mitambo na vyombo vya kufanya uokozi pale inapotokea dharura. Sasa nashiriki pia katika tukio la pili katika muda mfupi kuzindua boti hizi mbili ambazo ni muhimu sana. Kwa upande wa Bahari ya Hindi, sisi katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi tuna mradi mkubwa wa bandari ya uvuvi Kilwa, na bandari ile itafungua shughuli nyingi sana za kibiashara na uvuvi. Kwa hiyo swala la usalama litakuwa muhimu sana, na natoa taarifa mbele yako kama nilivyofanya katika Bunge kwamba bandari imekamilika, na mwezi huu tunakamilisha shughuli za kukabidhiwa. Tunaendelea na mafunzo ya kukabidhiwa mitambo katika bandari ile, na Mwenyezi Mungu akipenda inshallah Mheshimiwa Rais atapata fursa ya kuizindua wakati wowote. Kwa hiyo fursa hii kwetu sisi ni furaha kubwa sana, na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Asante sana. Asanteni sana Waheshimiwa mawaziri. Sasa na mimi nikiwa naanza salamu zangu, nianze kwa kuwaletea salamu za pongezi na salamu za upendo kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anaitambua ratiba hii ya leo na amenituma niwaletee salamu hizo, na huku akiwapongeza sana waandaji wote wa tukio hili na wadau wetu ambao tumeshirikiana nao. Mheshimiwa Rais anathamini sana mchango wa sekta hii na anathamini sana masuala yanayohusu ulinzi katika mwambao wetu huu wa bahari. Amenituma niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuimarisha masuala haya ya ulinzi na usalama katika maeneo ya maji ikiwemo bahari pamoja na maziwa, ili wananchi wanaofanya shughuli za kiuchumi katika maeneo hayo waweze kufanya huku wakiwa na uhakika wa usalama. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, tayari Mheshimiwa Rais ametoa fedha na vitendea kazi hivyo vimepatikana katika Ziwa Victoria ambavyo ni vya kisasa kuwahi kutokea, vitakavyokuwa vinashughulika na masuala ya uokozi punde inapotokea dharura, lakini pia vinafanya vipimo hata kuweza kujionea hali halisi ilivyo katika maeneo husika. Niwaletee pia salamu za Daktari Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais, naye yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Na niwaletee pia
salamu za Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, viongozi wetu hawa wamenituma niwajulishe kwamba jambo hili ambalo limefanyika katika siku hii ya leo ni dhamira ya dhati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar na wabia wetu na wadau wetu tunaoshirikiana nao katika shughuli za maendeleo, kiwepo Japani ambao leo wamewakilishwa na balozi wa Japan, pamoja na wenzetu UNDP ambao wamewakilishwa na ndugu yetu Manyama, katika kuendeleza gurudumu la maendeleo, huku tukijihakikishia masuala ya usalama. Nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kutekeleza dhamira yake njema ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa taifa letu kuwa ni kipaumbele. Dhamira ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa dhamira yetu utawawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji mali kwa utulivu, kwa usalama na kwa amani. Na kama ambavyo nimesema katika maeneo mengi, mipango yetu yote ikiwemo dira nzuri sana ambayo imeandikwa tena kwa njia ambazo ni shirikishi sana, ambazo zimeshirikisha wananchi, makundi mbalimbali, hatuwezi kuifikia kama hatutakuwa na uhakika wa ulinzi na usalama katika nchi yetu. Ni dhahiri kuwa Mheshimiwa Rais ameweka juhudi kubwa, na juhudi hizi zimekuwa zikileta manufaa makubwa kwa wananchi na kuongeza kasi ya maendeleo ya nchi yetu. Na leo upatikanaji wa boti za doria ni sehemu ya jitihada ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akiweka, akionyesha utekelezaji kwa vitendo wa dhamira hiyo njema, na sina shaka kuwa boti hizi zitakuwa mwarobaini wa changamoto mbalimbali za kiusalama na za kimazingira katika bahari yetu. Masuala ya kiusalama kila wakati yanaenda yakichukua sura mpya, na niendelee kutoa rai kwa Watanzania wote kuwa washiriki wa kwanza wa kulinda nchi yetu, kuwa washirika wa kwanza wa kudumisha masuala ya usalama, kulinda nchi yetu na kudumisha masuala ya amani ndani ya nchi yetu. Serikali itaendelea kuweka mkazo katika masuala haya ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanafanya shughuli zao za kila siku za kiuchumi wakiwa na uhakika wa masuala ya amani, ulinzi na usalama. Kama mnavyofahamu, nchi yetu imezungukwa na bahari na maziwa makuu katika pande zote. Kadhalika, kwa nyakati mbalimbali, maeneo hayo ya mwambao wa bahari na maziwa yamekuwa yakikumbwa na viashiria ambavyo ni hatarishi kwa maisha pamoja na mali za Watanzania, viashiria vya hatari katika shughuli wanazozifanya, kama tulivyotoka kumsikia mwenyekiti wa kamati akielezea. Kwa hiyo mradi huu umeanzishwa kwa lengo la kupambana na vitendo vya kihalifu katika bahari, na hivyo basi mradi huu ni chachu ya kuimarisha mapambano haya ili kuweza kuongeza jitihada za kuzuia ama kupambana na vitendo vya aina hiyo, vikiwemo uhamiaji haramu, uharamia, usafirishaji wa madawa ya kulevya pamoja na biashara haramu ya binadamu. Lakini vipo vitendo vingine pia ambavyo vinahusisha utoroshwaji wa maliasili, uvuvi haramu, lakini pia hata unyang'anyi wa mali za wavuvi, kama ambavyo Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ameliongelea vizuri. Kwa ni ukweli usiopingika kuwa rasilimali nyingi zilizopo katika ukanda wa bahari ya Hindi na maziwa makuu
zinahitaji ulinzi dhidi ya shughuli hizi nilizozitaja. Hii ni hatua mojawapo ambayo serikali inachukua kuweza kuwahakikishia wananchi kwamba tutakomesha vitendo vyote hivi nilivyoviorodhesha na kuwafanya wafanye shughuli wakiwa na uhakika wa usalama wao pamoja na mali zao. Maelezo ya mradi huu yanaonyesha kuwa pamoja na ununuzi wa boti za doria ambazo leo tumekusanyika kushuhudia uzinduzi wake, lakini mradi huu umekuwa na manufaa makubwa mengine, yakiwemo kutoa mwongozo wa kitaifa wa kukabiliana na vitendo vya kihalifu katika bahari pamoja na maziwa makuu. Lakini pia kumekuwepo na utaratibu wa kuendesha kituo cha kitaifa cha pamoja cha operesheni na kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa ndani kupitia mpango maalum wa mafunzo, ujenzi wa miundombinu ya kukaushia samaki na kutoa mafunzo kwa wakulima wa zao la mwani na ujenzi wa kaushio pamoja na ununuzi wa mashine za kusaga mwani katika wilaya ya Mkinga kule mkoani Tanga. Kwa hii ni hatua kubwa ambayo kama nilivyosema haijaishia tu kwenye boti, lakini ni mradi ambao unaenda sambamba na hatua zingine ambazo zina manufaa makubwa. Niwashukuru kwa mara nyingine wadau ambao tumeshirikiana nao. Kama ambavyo mnafahamu kwamba hatua ya maendeleo tuliyoifikia imetokana pia na ushirikiano pamoja na michango ya washirika wetu. Hivyo basi, nitumie fursa hii kipekee kurudia tena kuishukuru serikali ya Japan, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa kwa ufadhili wa mradi huu. Japani, tumeendelea kushirikiana nanyi. Nakumbuka tulikuwa na mradi mwingine kule Ziwa Tanganyika. Nakumbuka mradi mmoja wakati huo nikiwa waziri wa fedha kulikuwepo na jambo la aina hiyo. Lakini pia na wenzetu shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa. Serikali inawahakikishia kuwa tutaendelea kushirikiana nanyi pamoja na wabia wengine wote wa maendeleo kama ambavyo tumekuwa tukifanya ili kuweza kuhakikisha kuwa tunaifanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi kwa kuleta maendeleo ili wananchi waweze kuishi maisha yaliyo bora kama ilivyobainishwa katika dira yetu ya maendeleo, dira 2050. Vile vile nitumie nafasi hii kutoa shukurani kwa nchi rafiki, taasisi na mashirika ya kimataifa, madhehebu ya dini na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kuunga mkono jitihada za serikali katika kuiletea nchi yetu maendeleo. Michango yenu yote ni ya thamani sana na kila mmoja kwa nafasi yake, na hakika imekuwa chachu katika maendeleo ya Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki na SADC. Kama mnavyojua, Tanzania ni lango la nchi nyingi zikiwepo za Afrika Mashariki na zile za SADC. Hivyo usalama wa raia pamoja na mali zao unawahusu pia wale wote wanaotumia lango hili kibiashara. Ninyi mnakumbuka katika maeneo mengi mtu kabla ya kuamua apite njia gani huwa anajiuliza kwanza kuhusu usalama wa njia hiyo anayotaka kuipitia. Kwa hiyo leo hii kuimarisha usalama wa baharini utawafanya watumiaji wa bandari ya Dar es Salaam, watumiaji wa lango hili katika shughuli za uingizaji wa bidhaa wawe na uhakika zaidi wa kutumia bandari yetu ya Dar es Salaam. Nikiwa naelekea kumalizia, nitoe msisitizo katika maeneo machache. Eneo la kwanza, kwa kuwa serikali imeanza maandalizi ya bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027, wizara na taasisi zote 2027-2028, wizara na taasisi zote katika matumizi ya boti hizi
za doria tuanze kutenga fedha ili kuwezesha zile doria, yale mahitaji yanayoweza kutumika katika doria yasikwamishwe na masuala ya kibajeti. Ninakopita kule kwenye ziara nikutana na changamoto. Mheshimiwa Rais amenunua ambulance za kisasa kabisa, zingine ni moving ICU, ambulance za kisasa ambazo ni a moving ICU, na zingine ni ambulance za kisasa ambazo ziko kwenye ngazi za wilaya na halmashauri zetu. Lakini mgonjwa akizidiwa, gari linakuwepo halina mafuta, wanaanza kuhangaishana, yule aliye mgonjwa arudishwe kijijini, wakaanza kuchangishana ili wapate mafuta, huku ambulance ipo. Sasa hii inakinzana na dhamira njema ya Mheshimiwa Rais ya kuokoa maisha ya Watanzania, kwamba panapotokea dharura gari liwe lipo na liwe tayari kumwaisha mgonjwa. Hivyo hivyo na kwenye masuala haya ya doria, lakini pia na masuala ya uokoaji. Vyombo hivi vinapokuja, basi sekta zetu zihakikishe kila wakati zina bajeti na zina akiba ya fedha ya mahitaji punde panapotokea jambo hilo, ili tuweze kuhakikisha kwamba vitendea kazi hivi havikwamishwi na mahitaji mengine ya kifedha ambayo yanahitaji ukamilishwaji wa utekelezaji wa majukumu kwa kutumia vitendea kazi hivi. Wasimamizi na watendaji wote watakaohusika katika uendeshaji wa boti hizi, hakikisheni boti hizi zinatunzwa na kufanyiwa matengenezo ya mara kwa mara kama ambavyo imeelekezwa kitaalamu. Tuna maeneo mengi tunapata vifaa vizuri, lakini tunapata changamoto ya kuvitunza. Kasi hii ambayo tumeelezewa hapa, hizi ni boti za kisasa za mwendo kasi. Sasa ili zisigeuke hatari, lazima ziwe kwenye uangalizi, zikiwa zimetunzwa na zikiwa zinafanyiwa matengenezo kama maelekezo ya kitaalamu yanavyotaka. Lingine, matumizi ya boti hizi zingatie vipaumbele ambavyo vimeainishwa katika mwongozo wa kukabiliana na vitendo vya kihalifu na miongozo mingine. Wizara na taasisi zote mtambuka, kila moja isimamie kikamilifu utekelezaji wa majukumu yaliyo katika dhamana yake ili pasiwe na mwingiliano wa majukumu. Lakini tuwe na ushirikishwaji mkubwa wa pande zote za muungano ili kuziba chochoro zozote ambazo zingeweza kutumika na wahalifu. Tukiwa na ushirikiano mzuri wa pande zote za muungano na tuna vitendea kazi, ni dhahiri yapata kuwepo na mwanya wa wahalifu kupenya katika eneo hili tunalolilenga. Wizara na taasisi zote zinazohusika na utekelezaji wa majukumu katika Kituo cha Kitaifa cha Pamoja cha Operesheni zipeleke wawakilishi wote wanaohitajika katika vituo hivyo. Na kwa kweli jambo hili lilishatolewa maelekezo na nilipata taarifa kwamba bado halijatekelezwa. Sasa nielekeze ndani ya wiki 2 tuwe tumekamilisha utaratibu huo ili kituo kianze kufanya kazi mara moja na kuleta tija iliyokuwa imekusudiwa. Hii mambo ya utekelezaji kwa kumbukumbu namba ya barua kuwa tulishatekeleza, tumeandika kumbukumbu namba, hawa watu wafanye hivi, hii sio nzuri. Mheshimiwa Waziri, tupate taarifa hawa watu wakiwa wamesharipoti hawa watu wanaotakiwa kuwa katika kituo cha pamoja ili majukumu hayo yaweze kutimizwa. Mwisho, nirudie tena kuwashukuru wadau wote waliowezesha kufikiwa kwa mafanikio haya
na sina shaka tutaendelea kuimarisha ushirikiano huu katika jitihada zetu za ulinzi na usalama, lakini pia na kukuza uchumi unaotokana na mazao yanayozalishwa katika sekta hii ya uchumi wa bluu baharini pamoja na kwenye maziwa, ili kuwaletea ustawi ulio mkubwa wananchi wetu wa Tanzania na nchi majirani wanaotumia lango hili. Asanteni sana, na kwa sasa niko tayari kwa ratiba inayofuatia. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba makofi mengi sana kwa mgeni wetu rasmi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu urudi kwenye kiti chako, tukishuhudia sasa makabidhiano ya hati, na baada ya hapo tutakukaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu ukakate utepe kama ishara. Ni wakaribisha washiriki wote tuketi. Karibuni tuketi kama ishara sasa ya kupokea rasmi boti hizi, na baada ya hapo tupige picha chache za pamoja, na kisha tukukaribishe Mheshimiwa mgeni wetu rasmi ushuhudie sasa namna gani boti hizi zina ubora. Nimkaribishe bahari na maziwa makuu. Ni hotuba ambayo inatoa mwelekeo chanya hasa katika kuhakikisha usimamizi wa bandari lakini bahari, lakini pia maziwa makuu. Miongoni mwa maeneo ambayo ameyagusia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, na ametoa maagizo makuu kwa taasisi wahusika na kila nyanja, na kwamba miongoni mwa maagizo ambayo ameyatoa ni kwamba matumizi ya boti hizi basi zitengewe fedha kabisa ili kukidhi mahitaji yote ya operesheni. Sasa tusikilize hati ambazo zinasainiwa hapa. Haya, nakabidhi boti mbili za doria zenye majina PB Sailfish 02 na PB Sailfish 03 ambazo zilinunuliwa na Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini kutoka kampuni ya Yamaha nchini Japan kwa gharama ya jumla ya dola za Marekani milioni 1.6 kupitia ufadhili wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kwa msaada wa serikali ya Japan. Hiyo ndio hati ya kwanza ya makabidhiano ambayo tunashuhudia IRDP wakisainiana pamoja na UNDP. Tutakapokuwa tayari tutamuonyesha Waziri Mkuu mgeni wetu rasmi, na baada ya hapo tutawaonyesha washiriki na kisha tutakabidhiana. Naomba sasa tusimame tugeuze hati hiyo kwake Waziri Mkuu anayeshuhudia. Asante sana. Naomba mgeni rasmi uridhie sasa nimkaribishe Dr. Jim James Yonazi, Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, aweze kuzipokea boti hizi mbili kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tupige makofi. Makabidhiano haya rasmi sasa. Sijayasikia makofi, naomba makofi mengi sana tena. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunazipokea sasa boti mbili na hati ya kupokea. Hii ni kati ya Shirika la Maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP na Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, inayosema nakabidhi boti mbili za doria zenye majina PB Sailfish 02 na PB Sailfish 03
ambazo zilinunuliwa na Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini IRDP kutoka kampuni ya Yamaha nchini Japan kwa gharama ya jumla ya dola za Marekani milioni 1.6 kupitia ufadhili wa Shirika la Maendeleo ya Umoja wa Mataifa Tanzania UNDP kwa msaada wa serikali ya Japan. Naomba tugeuke kwake Mheshimiwa Waziri wetu mkuu. Naomba tupige makofi. Naomba pia tugeukie kwa wananchi waliokuja kushuhudia. Asante. Nikukaribishe sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu na meza kuu, tujongee kwenye eneo sasa tukapokee boti hizi kwa ishara ya kukata utepe. Na mtazamaji wa TBC1, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuhutubia na kushuhudia zoezi la kutia hati za makubaliano lakini makabidhiano ya boti hizo muhimu mbili. Sasa ni zoezi la kuelekea sehemu ambapo ndipo rasmi zinaenda kukabidhiwa boti mbili za doria, zikishuhudiwa na tukio ambalo linashuhudiwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi mbalimbali, mawaziri wa sekta kutoka sekta mbalimbali. Na mwelekeo sasa ni eneo ambapo ndipo rasmi boti zilipo, boti mbili za doria. Na tunapoelekea kwenye boti zenyewe, nikukumbushe tu ama nikupitishe katika sifa muhimu za boti hiyo, na miongoni mwazo kwamba boti hizo ambazo zinaenda kukabidhiwa rasmi ni kwamba zina uwezo wa kubeba hadi watu 12 kila moja kulingana na mpangilio wake ambao utawekwa. Zina uwezo wa kubeba hadi watu 12 kila moja na kulingana na mpangilio wake. Lakini sifa nyingine ni kwamba boti hizi zina uwezo kufikia kasi ya zaidi ya boti 52 ambayo ni wastani wa karibu kilomita 96.3 kwa saa moja. Lakini pia miongoni mwa sifa kabamba ambazo boti hizi mbili zimesheheni ni kwamba zimejengwa kwa teknolojia ya kisasa na zenye uwezo wa juu na kuzidi kiwango cha boti 50 karibu kilomita 92 kwa saa moja. Lakini pia boti hizi hasa zimesheheni ama zimejengwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa ambazo zinaiwezesha kufanya kazi katika mazingira tofauti ama mazingira mbalimbali ya bahari pamoja na maziwa makuu. Lakini pia boti hizi zina mfumo wa kisasa kabisa wa uendeshaji uliokuwa salama baharini. Ni tukio sasa la kukata utepe ama kushuhudia tukio lenyewe muhimu kabisa la makabidhiano. Waziri Mkuu anaenda kukata utepe, tusikilize hapo. Nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu mkuu kutuzipokea meli hizi mbili. Niombe sasa niwapandishe makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu wasimame hapo juu kwa ajili ya picha ya pamoja itakayofuatiwa na wakuu wa mikoa hapo mbele tayari, mashirika ya kimataifa. Naomba wawakilishi kutoka mashirika ya kimataifa mjiandae, watapatiwa na wakuu wa taasisi. Asante. Huku sasa kende kuombe mkuu wa mkoa usimame hapa mbele ya katibu mkuu. Niwalete sasa mashirika ya kimataifa, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, washiriki kutoka mashirika ya kimataifa. Wakati huo wakuu wa taasisi mkijiandaa.
Asante. Naomba tushuke. Naomba niwakaribishe waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, RAS mkoa wa Dar es Salaam, management za mikoa. Naomba tupande hapo. Wote wako kwenye hiyo picha. Karibu mkuu wetu wa wilaya ukimwakilisha mkuu wa mikoa. Naomba wakuu wa taasisi tujiandae. Wakuu wa taasisi tujiandae, viongozi wa dini, management ya wizara, na tutahitimisha na kamati ya maandalizi. Waheshimiwa wabunge, sawa. Naomba niwakaribishe waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, karibuni. Wakati huo wakuu wa taasisi mkijiandaa, viongozi wa dini, management ya wizara na kamati ya maandalizi tutahitimisha. Asante sana waheshimiwa.